Mkono Film, DJ Big TZ Family. Karibuni Mkono Film, karibu sana kwenye Mkono Film, mahali ambapo tunajifunza, tunapata maarifa na tunazungumza kuhusu masuala yanayoweza kutusaidia katika maisha ya kila siku. Kabla hatujaanza mada ya leo, tunakukaribisha pia kutembelea Boss Nyao Channel. Huko utapata maudhui kuhusu tiba asili, elimu mbalimbali na mafunzo ya kujifunza. Pia utapata fursa ya kufahamu kazi za Boss Nyao, ambaye ni mtunzi wa vitabu vya tiba asili na vitabu vya saikolojia pamoja na shughuli zake za utabibu. Kama unapenda kujifunza kupitia vitabu na mafunzo, unaweza kutembelea Boss Nyao Channel kwa maelezo zaidi. Leo tunazungumzia mada ambayo imeharibu urafiki, imevunja familia, imegawa ndugu na hata kuharibu biashara nyingi. Mada yetu ni madhara ya chuki. Kaa nasi mpaka mwisho, kwa sababu huenda ukajitambua mwenyewe au ukapata somo litakalokusaidia kuishi maisha yenye amani zaidi. Chuki ni nini? Hebu tuanze kwa swali rahisi. Je, chuki ni nini? Watu wengi hufikiri chuki ni kumkwepa mtu au kutomsalimia. Lakini ukweli ni kwamba chuki ni hisia nzito zinazoweza kukaa moyoni kwa muda mrefu na kumfanya mtu amtazame mwenzake kama adui, hata kama hakuna sababu ya msingi. Wakati mwingine chuki huanza kwa jambo dogo sana. Neno moja, utani mmoja, au kutokuelewana kwa dakika chache. Lakini usiposhughulikiwa mapema, hukua kama moto unaoshika nyasi kavu. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, chuki haimuumizi unayemchukia pekee. Mara nyingi huanza kumteketeza aliyeibeba moyoni. Hebu Fikiria unaweka mkaa unaowaka ndani ya mfuko wako, ukisema unataka kumrushia mtu mwingine. Swali ni hili, kabla hujamrushia, ni nani anayeungua kwanza? Jibu ni wewe. Ndivyo ilivyo chuki. Kabla haijamfikia mwingine, huanza kukuathiri wewe mwenyewe. Methali ya leo, hasira hasara. Methali hii ni fupi, lakini imebeba hekima kubwa. Watu wengi wamepoteza kazi, wengine wamepoteza marafiki, wapo waliovunja ndoa, na wengine wameingia kwenye migogoro mikubwa kwa sababu waliruhusu chuki na hasira vitawale akili zao. Kisa kidogo kinachotabasamisha. Siku moja, jirani mmoja alikasirika sana kwa sababu kuku wa jirani yake walikuwa wanaingia uani kwake. Akaamua kusema, sitamwambia tena habari. Siku zikapita, miezi ikapita, mwaka kapita. Wakati huo kuku wale walikuwa tayari wameuzwa. Watu walipomuuliza kwa nini bado hasalimii jirani yake, akasema, bado nina hasira za wale kuku. Wote wakacheka, lakini nyuma ya kicheko hicho kulikuwa na somo kubwa. Wakati mwingine tunabeba chuki kwa sababu ambazo hata zenyewe zilishapita. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, usibebe mzigo ambao mwenyewe uliouleta tayari ameusahau. Madhara ya kwanza, chuki huondoa amani ya moyo. Mtu mwenye chuki mara nyingi hana utulivu. Akimwona anayemchukia, mapigo ya moyo hubadilika, mawazo huanza kukimbia, hasira hurudi, lakini yule anayechukiwa huenda hata hajui kama kuna mtu anamchukia. Hebu fikiria, wewe unakosa usingizi, mwenzako amelala fofofo. Sasa ni nani anayeteseka? Ndiyo maana watu wenye hekima husema, amani ya moyo ni mali kubwa kuliko fedha. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, ukilala na chuki unaamka na uchovu wa mawazo. Kichekesho chenye somo. Kuna rafiki wawili walikuwa hawasikilizani kwa miaka mitatu. Mmoja alimwambia mwenzake, sitaki hata kumwona. Siku moja wakaalikwa kwenye harusi. Walipofika, waliketi meza moja bila kujua. Baada ya kucheka na kuzungumza kwa saa 2, ndipo mmoja akasema, kumbe wewe si mbaya nilivyokuwa nafikiria. Wote wakacheka. Inaonyesha kuwa wakati mwingine tunamchukia mtu kutokana na picha tulizojenga vichwani mwetu, si kutokana na ukweli. Tahadhari ndugu watazamaji, usimruhusu mtu mwingine akuamulie nani wa kumchukia. Kuna wakati watu husikia maneno kutoka upande mmoja tu, wanaanza kuchukia, lakini baadaye wanagundua walidanganywa. Ndiyo maana busara hutufundisha kusikiliza kabla ya kutoa hukumu. Methali ya Kiswahili inasema, sikio halizidi jicho. Maana yake, usiamini kila unachosikia bila kutafuta ukweli. Mtaalamu wetu Big TZ anasema, kabla hujamhukumu mtu, mpe nafasi ya kueleza upande wake. Close quote. Madhara ya pili, chuki huvunja urafiki. Marafiki wengi wameachana si kwa sababu walikuwa maadui, bali kwa sababu hawakuzungumza walipotofautiana. Kimya kikazaa tafsiri, tafsiri zikazaa chuki, na chuki ikawa urafiki. Hapo ndipo tunajifunza kuwa mazungumzo ni dawa ya migogoro mingi.
Somo la maisha: ukikosewa, usikimbilie kulipiza kisasi. Jiulize kwanza, je, jambo hili litakuwa na maana hata baada ya miaka 5? Kama jibu ni hapana, kwa nini ulipe nafasi kubwa moyoni mwako leo? Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, mwenye hekima huchagua amani kuliko ushindi wa mabishano. Katika sehemu ya pili tutajifunza usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu somo hili linaweza kukusaidia kuachana na mzigo wa moyo ambao huenda umeubeba kwa muda mrefu. Madhara ya chuki kwa afya ya mwili na akili. Ndugu watazamaji, chuki si hisia ya kawaida tu, ni mzigo wa ndani unaoathiri mwili na akili kwa pamoja. Mtu mwenye chuki mara nyingi huishi na mawazo mengi yasiyoisha, usingizi duni, hasira za mara kwa mara na msongo wa mawazo. Hebu fikiria, wewe unafikiria mtu kila dakika kwa hasira, unakosa amani, lakini huyo mtu anaendelea na maisha yake kawaida. Sasa ni nani anayeteseka zaidi? Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, chuki ni kama sumu unayoinywa mwenyewe ukitegemea mwingine afe. Methali ya leo, asiyeziba ufa atalazimika kujenga ukuta. Maana yake ni kwamba kama hutatatua tatizo mapema, litakuwa kubwa zaidi baadaye. Chuki huathiri familia. Wapo ndugu wanaogombana kwa miaka mingi bila kuzungumza. Wengine hawajawahi hata kukutana kwenye misiba au sherehe. Lakini swali ni moja, faida ni nini? Mara nyingi chuki huanza kwa maneno madogo, kutoelewana au uvumi, lakini mwisho wake ni mgawanyiko wa familia, kukosa mshikamano na watoto kukua bila urafiki wa kifamilia. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, open quote, familia iliyogawanyika na chuki hupoteza baraka zinazokuja kwa umoja. Chuki hupunguza fursa maishani. Ndugu watazamaji, chuki inaweza kukufanya ukose ajira, biashara, urafiki, hata mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye chuki hawezi kushirikiana vizuri, anaonekana mgumu kufanya kazi naye, na mara nyingi hujijengea maadui wasiohitajika. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, moyo wenye chuki hufunga milango ambayo ingefunguliwa na upendo. Close quote. Tahadhari muhimu: usiruhusu ikuwe mtu tofauti na ulivyo. Watu wengi huanza kama watu wema, lakini chuki hubadilisha tabia zao polepole. Unajikuta husemi tena kwa upole, hucheki tena kama zamani, huwezi kusamehe hata makosa madogo. Hapo ndipo unapoanza kupoteza utu wako wa ndani. Somo la maisha: kuna watu husema siwezi kusamehe kamwe, lakini ukweli ni kwamba kushikilia chuki ni kama kubeba mzigo mzito kila siku bila sababu. Kusamehe haimaanishi kusahau kila kitu, inamaanisha kuamua kuacha maumivu yasikuharibie maisha yako ya baadaye. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, kusamehe ni kujitoa gerezani ambalo wewe mwenyewe ulijifungia. Mfano wa maisha: kulikuwa na mfanyabiashara wawili waliogombana, wakaacha kuongea. Kila mmoja akapoteza wateja kwa sababu walikuwa washirika zamani. Baada ya miaka mingi, mmoja akasema, nilipoteza zaidi kwa chuki kuliko nilivyopata kwa ushindi wa ugomvi. Hapo ndipo alipotambua kuwa chuki si ushindi. Madhara ya chuki. Karibu tena kwenye Mkono Filamu. Tunaendelea na sehemu ya mwisho ya mada yetu muhimu ya leo. Kama ulikuwa nasi tangu mwanzo, sasa umeona chuki inavyoanza kidogo, inavyokuwa na jinsi inavyoharibu maisha ya mtu. Leo tunamalizia kwa sehemu muhimu zaidi: jinsi ya kuondokana na chuki na kurudisha amani ya moyo. Jinsi ya kuondoa chuki moyoni. Ndugu watazamaji, hatua ya kwanza ya kuponya moyo ni kukubali ukweli. Jiulize, chuki ninayoibeba inanisaidia nini? Je, inanipa amani au inaninyima usingizi? Ukishajibu kwa uaminifu, tayari umeanza safari ya kupona. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, open quote, hatua ya kwanza ya kuachana na chuki ni kukubali kuwa haikupi faida yoyote. Hatua ya pili, jifunze kusamehe. Kusamehe si rahisi, lakini ni muhimu. Kusamehe kunamaanisha kuamua kuachilia maumivu ya zamani yasikuharibie leo yako. Watu wengi husema, siwezi kusamehe. Lakini ukweli ni kwamba ukikataa kusamehe, unakubali kuendelea kuumia wewe mwenyewe. Methali ya Kiswahili inasema, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Maana yake ni kwamba hata kama umekosewa, usipoteze uadilifu wako. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, kusamehe ni kujipa uhuru wa kuishi bila mzigo wa maumivu ya jana. Hatua ya tatu, badilisha mawazo yako. Chuki huanza kwenye mawazo. Ukibadilisha mawazo yako, unabadilisha maisha yako. Badala ya kusema ananichukia, jiulize, nina uhakika au ni hisia zangu tu? Wakati mwingine tunajenga picha kubwa kichwani ambazo hazipo uhalisia. Somo: usijenge chuki juu ya mambo ambayo hayajathibitishwa. Hatua ya 4, rudisha mawasiliano. Mazungumzo ni dawa ya chuki nyingi.
Watu wengi huachana kwa sababu hawazungumzi, lakini ukizungumza kwa utulivu, kutoelewana kunapungua, hisia zinapona na amani inarudi. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema kuna vita nyingi ambazo zingeisha kwa dakika 5 za mazungumzo ya utulivu. Hatua ya 5: jenga tabia ya upendo. Chuki haiwezi kuishi kwenye moyo uliojaa upendo. Jifunze kutoa heshima, kushukuru, kusaidia wengine na kuomba msamaha. Haya ni mambo madogo, lakini yana nguvu kubwa. Methali ya mwisho, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Maana yake ni kwamba pale watu wanapoungana kwa upendo, maisha huwa rahisi na yenye mafanikio. Hitimisho kuu, ndugu watazamaji, leo tumejifunza kuwa chuki huanza kidogo, lakini huwa amani, huharibu afya ya mwili na akili, huvunja familia na urafiki, na hupunguza mafanikio. Lakini pia tumejifunza kuwa kusamehe kunaweka moyo huru, mazungumzo huleta amani, na upendo huponya majeraha ya chuki. Mtaalamu wetu Big Tizzy anasema, open quote, chagua amani kuliko ushindi wa chuki, kwa sababu amani hudumu, lakini chuki huacha majuto. Close quote. Mwisho wa kipindi. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye Mkono Filamu. Kama umejifunza jambo lolote leo, tafadhali shiriki video hii ili na wengine wapate elimu hii muhimu. Usisahau kutembelea Boss Nyao Channel ambapo utapata tiba asili, elimu mbalimbali, mafunzo ya vitabu vya saikolojia na tiba asili vilivyoandikwa na Boss Nyao, na mafunzo ya maisha ya kila siku. Mimi ni Big Tizzy. Tukutane tena kwenye Mkono Filamu, mahali ambapo maarifa yanajenga maisha bora. Karibuni Mkono Filamu.